hasa kuhusu fedha. Waliandike tu. Mungu akanipa nafasi ya kuelezea vitu vingine kabla tujamaliza wiki. Vingine vitabaki kwa ajili ya sehemu nyingine, lakini vizuri ukae navyo kwenye agenda. Ni roho ipi inayosimamia maamuzi ya kiuchumi yanayohusu fedha? Ni roho ipi? Vita itakuwa hapo. Hiyo vita ya kiroho. Vita ya pili, vita ya kifikra. Vita ya kifikra itakuwa na sehemu mbili kubwa. Vita ya kifikra itakuwa na sehemu mbili kubwa. Wasomi wataongezeka, lakini fikra zilizo sahihi kushughulikia changamoto za kinyakati zitakuwa chache. Wasomi wataongezeka, lakini fikra zilizo sahihi kushughulikia changamoto za kinyakati zitakuwa chache. Kwa hiyo unaweza ukaona tunakoelekea, angalau kwa vitu hivyo vichache naendelea kukwambia, lakini nataka utizame kwenye wasomi ili ikusaidie kama wewe ni msomi na unaendelea kusoma. Kadri siku zinavyoenda, watu watakuwa hawaajiri cheti, wanaajiri fikra ambazo zinatatua changamoto zilizoko. Kwa hiyo lazima utizame kila wakati, na ndio maana ni changamoto kubwa sana ambayo iko mbele, na hiyo itafanya kila baada ya muda kuwe na mabadiliko kwenye mfumo ya elimu, kwa sababu watagundua walichotayarisha hakiwaandai wasomi kutakiwa kwenye mifumo, wanabadilisha tena. La pili, kwenye vita vya kifikra, aina za fikra za kiongozi kinyakati katika mifumo. Aina za fikra za kiongozi kinyakati katika mifumo zitaamua kuhitajiwa kwake au kutokuhitajiwa kwake kwenye mifumo anayohusika nayo. Aina za fikra